Ni kwa muda sasa hatujaweza kuangazia zile story nzima za kule Saudi Arabia ambako kuna baadhi ya Waafrika ama Waafrika kutoka Afrika Mashariki ambako wanafanya kazi zao za kila siku, ambapo kunao baadhi wanafanya kazi nje ya manyumba na wengine vile vile wanafanya kazi ndani ya manyumba ambao wanajulikana kama kadama ama housemaid, ambapo kuna visa baada ya visa kila wakati hutokea. Lakini hapa kwa KG Chipande siku hizi tumevipa nafasi kidogo, lakini hichi nacho lazima tukiongelele, ambapo waziri wa Kenya kule, waziri wa Kenya anajiita waziri wa mambo ya nje nchini Kenya, ambako anaitwa Mudavadi, huyu Musalia Mudavadi, ambaye ndio anahusika na mpango mzima huno, ameweza kuandikiwa barua kisa na maana ya huyupo ambaye ni mwanadada fulani ambaye ametoka nchini Kenya, ambapo aliweza kusafiri nchi ya Saudi Arabia kwa mwezi mmoja peke yake, lakini yale mateso ambayo yapitia na baadhi ya picha ambazo zinazungushwa mitandaoni na kuaminika kwamba yeye alinyimwa mshahara na mwisho wa siku akafungiwa ndani ya chumba ambacho mpaka leo kamwe hajatolewa nani amsaidie, ni nani ambaye atamka na kumsaidia, ambapo nitasoma barua hino alafu turudie yale maneno ya rais wa nchi ya Kenya aliyoyaongelelea kuhusiana na mpango mzima huno wa kazi nje ya nchi. Ni vipi ambavyo Kenya ilikuwa imejipanga kwa minajili ya make sure ya kwamba yoyote yule ambaye anasafiri kwenda zake Saudi Arabia ama kwenda zake nchi yote ya Kiarabuni ama ya uzunguni ya Amerika, ni vipi ambavyo serikali ingechukua hatua yake na kumlinda na make sure ya kwamba anaenda salama na anafanya kazi kwa salama na anarudi nyumbani kwao akiwa salama. Barua ilianza hivi: tazama wizara ya mambo ya nje. Ino ni familia ama huyu mtu aliandika hivi ni mwakilishi wa familia ya huyu mwanadada ambaye ameweza kuwastaka ndani ya Saudi Arabia. Tunataka kuangazia dharura kisa cha Frenda Jalanget kutoka Chepriet, kaunti ya Uasin Gishu, ambaye ameripotiwa kukabiliwa na hali ngumu nchini Saudi Arabia. Frenda alisafiri hadi Saudi Arabia kutafuta fursa nzuri zaidi ya kusaidia familia yake na watoto wake, lakini baada ya kufanya kazi kwa mwezi mmoja tu, amedaiwa alinyimwa mshahara wake. Hali hii ya kusitikisha imesukuma kati unyongevu hali hii ya kusitikisha imemsukuma katika unyongovu na kusababisha mfadhaiko mkubwa wa akili aliko. Ripoti ya kutatanisha na picha zinazosambaa mtandaoni zinaonyesha Frenda akiwa amefungwa kitandani, ishara tosha ya kuzorota kwa usalama wake na ustawi. Tunatoa wito kwa wizara ya mambo ya nje na masuala ya diaspora chini ya naibu Dr. Korir Songei na wizara ya kazi na ulinzi wa jamii chini ya mheshimiwa Kete K. Kiriu kuingilia kati haraka na kurejesha salama Frenda Jalanget kurudi nyumbani Kenya kwao Uasin Gishu. Mwisho wa barua hino, hivyo ndio nilivyosema, na nitakupa nafasi moja tu tuweze kumsikiliza vile ambavyo William Samoei Ruto aliweza kuongelelea swala zima hili la mateso la Wakenya ambao wanafanya kazi nje ya nchi. Wakati nimefika hii ofisi mlinituma, nikakuta wakora wamejaa hapa wanaibia watu pesa. Naambia wewe nitakupeleka Dubai, anakunyang'anya pesa, unapelekwa Dubai, badala ya ile kazi uliambiwa unapatiwa kazi nyingine ambaye ni ya tabu. Wanapeleka watu sehemu fulani. Hawa wakora wote National Employment Authority nikafanya clean up, tukaondoa kampuni karibu 100 ambazo zilikuwa kampuni za utapeli, tukasign bilateral agreement. Nikasema kabla Mkenya hajaenda nchi yeyote lazima tuwe na makubaliano kati ya serikali ya Kenya na hiyo nchi. Na sasa tumeweka mtaratara ya sawasawa kwamba Mkenya yeyote anaenda kufanya kazi nje ya Kenya lazima tujue anaenda kufanya kazi gani, analipwa pesa ngapi, tuko na atashughulikiwa namna gani, na akipata shida tutamrejesha nyumbani kwa njia gani.
tumeandikiana ama kusign bilateral labor agreement na nchi 19. Sasa wacha niwaeleze. In the last 2 years, miaka ngapi? 2. Kwa sababu tumenyorosha, hata ukipata tu barua ya kufanya kazi nje ya Kenya, tunakipatia passport na siku 2. Zamani walikuwa wanatafuta passport mwezi 2, mwezi 3. Nyinyi mnanielewa? In the last 2 years, Wakenya ambao wameenda kufanya kazi Dubai, wameenda kufanya kazi Marekani, wameenda kufanya kazi Ujerumani, wameenda kufanya kazi Saudia, ni Wakenya 430,000. 430,000. Nyinyi mnanielewa? Friends, tuko pamoja? Ile pesa saa hizi tunapata kutoka foreign exchange imeongezeka by $1 billion. Kwa sababu ya Wakenya wanafanya kazi nje ya Kenya. Na ni kwa sababu niliwaeleza, ili tupate ajira lazima tuwe na mpango. Hakuna vile ajira ya vijana itapatikana hivi hivi. We must plan. So tuseme kwamba hakuna Mkenya anayepaswa kuvumilia mateso kama haya nje ya nchi yake. Nafikiri maneno huwa mengi sana nchini Kenya, ama uongozi wa nchi ya Kenya huwa na maneno mengi sana ambayo yanamfanya mwananchi anakuwa na burudani ya kusikia yale maneno na akaeka tabasamu kwa sababu ya kusikia yale maneno, ambapo utekelezaji unakuwa mchache sana, kwa sababu these things are going on. Hivi ni vitu ambavyo vinaendelea mpaka sasa tunavyoongelea. Watu wengi wanapitia mateso bado, still watu wengi wanapitia hali ambayo sio salama, lakini mwisho wa siku hakuna ambaye anasimama na hawa wadada wetu ambao wanatesekea majumbani kule. Mwisho wa siku serikali yao imesema kwamba itawasimamia kwa mdomo tu, lakini kamwe kabisa hakuna ambaye ameweza kusimama nao, at least basi tu kuwaelekeza kipi cha kufanya endapo watakuwa wamepatikana kwenye hali kama hii. Ni uchungu sana kwa familia, na ni uchungu sana kwa familia nzima ya wale wote ambao wanafanya kazi nje ya nchi, especially Warabu. Wakati nimefika hii ofisi mlinituma, nikakuta wakora wamejaa hapa, wanaibia watu pesa. Naambia wewe, nitakupeleka Dubai, anakunyang'anya pesa, unapelekwa Dubai, badala ya ile kazi uliambiwa unapatiwa kazi nyingine ambayo ni ya tabu. Wanapeleka watu sehemu fulani. Hawa wakora wote National Employment Authority, nikafanya clean up. Tukaondoa kampuni karibu 100 ambazo zilikuwa kampuni za utapeli. Tukasign bilateral agreement. Nikasema kabla Mkenya hajaenda nchi yeyote, lazima tuwe na makubaliano kati ya serikali ya Kenya na hiyo nchi. Na sasa tumeweka mtaratara ya sawasawa kwamba Mkenya yeyote anaenda kufanya kazi nje ya Kenya, lazima tujue anaenda kufanya kazi gani, analipwa pesa ngapi, tuko na atashughulikiwa namna gani, na akipata shida tutamrejesha nyumbani kwa njia gani. Tumeandikiana ama kusign bilateral labor agreement na nchi 19. Sasa wacha niwaeleze. In the last 2 years, miaka ngapi? 2. Kwa sababu tumenyorosha, hata ukipata tu barua ya kufanya kazi nje ya Kenya, tunakipatia passport na siku 2. Zamani walikuwa wanatafuta passport mwezi 2, mwezi 3. Nyinyi mnanielewa? In the last 2 years, Wakenya ambao wameenda kufanya kazi Dubai, wameenda kufanya kazi Marekani, wameenda kufanya kazi Ujerumani, wameenda kufanya kazi Saudia, ni Wakenya 430,000. 430,000. Nyinyi mnanielewa? Friends, tuko pamoja? Ile pesa saa hizi tunapata kutoka foreign exchange imeongezeka by $1 billion. Kwa sababu ya Wakenya wanafanya kazi nje ya Kenya. Na ni kwa sababu niliwaeleza, ili tupate ajira lazima tuwe na mpango. Hakuna vile ajira ya vijana itapatikana hivi hivi. We must plan.